Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za asubuhi ewe unaye tutazama hapa Azam Sports 1 HD. Katika Jumapili leo tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 2025, siku moja tu tangu tuazimishe miaka 61 ya muungano wa Jamhuri yetu tukufu ya Tanzania. Nenda Mahmoud bin Zuberi, baada ya kitambo cha kunikosa, leo nimerejea katika Sports AM kama ilivyo kawaida, na nimerejea na zawadi nzuri kwako wewe mtazamaji, kwa maana ya kwamba package iliyosheheni katika mtiririko wake wa Sports AM. Leo ndo siku ambayo Tanzania inaweza kuandika historia ya kufikisha idadi ya timu tatu, ya kufikisha idadi ya timu mbili zilizocheza fainali tatu za michuano ya vikombe vya kabumbu barani Afrika, maana ya kwamba Simba Sports Club leo wanawania tiketi ya kwenda fainali ya kombe la shirikisho, na kama watafanya hivyo kwao itakuwa ni mara ya pili kuwahi kufika fainali ya kombe la Afrika baada ya mwaka 1993 walipofika fainali ya michuano hiyo, wakati huo ikijulikana bado kama kombe la CAF. Ikumbukwe miaka miwili iliyopita Yanga ya Tanzania pia ilicheza mechi ya fainali ya michuano hiyo, na hiyo ndio rekodi ya mafanikio zaidi katika historia ya Tanzania kwenye ngazi ya klabu. Tumepeleka mara mbili fainali klabu zetu kwenye michuano hii yote ya kombe la shirikisho Afrika, kwa maana ya Simba 93 na Yanga mwaka juzi 2023. Kwa Simba, wao wamejijengea kijiji cha pekee cha mafanikio, kwa maana ya kuwa kwa ujumla ndio klabu ambayo ina mafanikio makubwa zaidi kwenye medani ya Afrika katika michuano ya klabu, wakiwa na rekodi ya kipekee ya kufika ama kucheza nusu finali ya ligi mabingwa Afrika mwaka 1974, wakati huo ikijulikana bado kama klabu bingwa Afrika, na pamoja na hiyo ya kombe la CAF mwaka 93, na leo tayari katika nusu finali nyingine. Kwa mara ya tatu wanafika kwenye semi final stages, wakiwania kwenda kwenye final kwa mara ya pili kihistoria. Lakini pia Simba ndio timu ambayo imefika robo finali mara nyingi zaidi ya michuano hii ya Afrika. Hii ndio klabu ambayo inapeperusha vyema zaidi bendera ya Tanzania kwenye michuano ya klabu barani Afrika, Simba Sports Club. Kwa sababu hiyo leo nimekuja nimewaletea mchezaji ambaye anashikilia rekodi ya kuwa gwiji ama mchezaji bora wa muda wote wa klabu ya Simba. Akiwa mchezaji alikuwepo kwenye kikosi ambacho kilifika nusu finali ya klabu bingwa barani Afrika mwaka 74 kwa mchango wake, akifunga moja kati ya magoli mawili kwenye ushindi wa magoli 2-0 dhidi ya Hearts of Oak kule Ghana. Bao lingine likifungwa na marehemu Adam Sab. Simba anachomoza ushindi wa 2-0 kule Ghana Accra, kabla ya kuja kutoa sare hapa Dar es Salaam na kukata tiketi ya kwenda nusu finali, ambako walitolewa na timu ya Mehala El Kubra baada ya sare ya 1-1, kila timu ikishinda 1-0 nyumbani kwake. Simba ikatolewa kwa penalty. Goli la Simba hapa alifunga Saad Ali. Lakini pia akiwa kocha mwaka 1993 aliifikisha Simba katika fainali ya kombe la CAF. Mtazamaji, huyu ni mchezaji mwenye mafanikio makubwa ndani ya klabu ya Simba. Kana kwamba itoshi, anashikilia rekodi ya kuwa mchezaji pekee ambaye alipiga hat-trick kwenye mechi ya watani wa jadi Simba na Yanga, rekodi ambayo haijavunjwa kwa karibu miaka 50 sasa, maana ni 77 mpaka leo tunasubiri miaka miwili kufika miaka 50. Ni umri wa babu mwenye wajukuu wake kabisa huo, Abdallah Athman Seif Kibadeni. Na nje ya uwanja pia hakuwa mnyonge. Abdallah Athman Seif maarufu King Kibadeni ndiye mwanasoka pekee hapa Tanzania kuwahi kuoa mtoto wa waziri mkuu, yani mtoto anayezaliwa na waziri mkuu wa serikali. Yeye ndio mwanasoka pekee hapa Tanzania amewahi kuwa mume wa mtoto wa waziri mkuu. Hii ni rekodi ya kipekee kabisa. Huyu ni mwamba kabisa. Hakuwa mwamba uwanjani tu, hata nje ya uwanja pia alikuwa mwamba. Kula chuma hicho.
Asalamu alaykum. Alaykum salaam bwana. Wewe chuma kweli. Mbona unasema maneno mengi sana? Hayo mengine ya nini? Sasa wengine ya nini sasa? Sawa bwana. Si hapo? Mimi nakufahamu vizuri sana. Wewe chuma kweli kweli. Bwana, inshallah bwana. Kwanza Mwenyezi Mungu akubariki. Amin. Akuongezee umri zaidi na afya njema, maana sasa hivi ngapi? 76 75? 76. 76. Mashaallah. Mwani na wewe uko urekebiki 76. Ndiyo. Na katika 76 unadunda, nimekuona pa unakimbia, unapanda ngazi, unawahi kuja. Hakuna shida. Kuna mtu rafiki yetu anaitwa Baraka hapa. Amin. Ukimwekea kijiti hapo hatua moja, hawezi kukimbia. Kijana tu miaka 37. Sawa. Hongera sana mzee. Nashukuru sana. Na nakumbuka Oktoba 11 ndio ulizaliwa. Sawa. Ulizaliwa Oktoba 11. 49. King Kibaden, kabla tujakwenda kwenye mambo ya Simba, maana leo ni siku kubwa sana kwa Simba. Wana Simba kwa wingi wao wanatazama sasa hivi hapa. Wanataka kusikia na kujua kinachoendelea kuelekea mechi ya marudiano ya semi-final dhidi ya Stellenbosch, nusu finali ya kombe la shirikisho Afrika. Hebu niambie, kuna mtu ameniandikia ujumbe anasema anauliza alioa mtoto wa waziri mkuu gani? Rashid Mpaume Kawao. Alioa mtoto wa waziri mkuu gani anauliza. Hebu wajibu, mimi nisiliongelee ile. Baba wa mke wangu ni Alhaji Rashid Mpaume Kawao, marehemu sasa, Mungu amweke mahali. Simba wa Vita. Simba wa Vita ndio. Sawa. Haya, huyu Thueniali huyu anasema yuko sehemu, yuko tunawasiliana naye, yuko Oman. Sawa, nilimwambia leo nitakuwa na mzee Kibadeni. Anasema huko alipo network mbaya, anasema nitumie picha huyo mzee nimuone. Kwa nimekupiga picha, nimemtumia Thueni. Hapa anaitazama. Atanijibu nitakwambia. Mwanafunzi wangu huyo. King Kibadeni, wewe una watoto wangapi jumla? Watoto wa kuzawe. Watoto wangu wote wako karibu 17. 17. Au ndo wale wote, lakini wengine mwingine tumeshazika. Sawa. Au ndo ambao mwakubali tu. Ndio kwambia watoto wangu. Sasa wewe unataka nikwambie nini wako? Mbona una matata bwana? Kwani nikuulize, bibi bado wanawivu wakisikia maneno ya wanawivu bado? Nikutanie kidogo. Hamna utani, hakuna, tufanye kazi. So utani wa kazi gani sasa? Na watu wanataka Sawa. King Kibadeni, wewe ni mwanasoka kipekee sana kwenye historia ya soka ya Tanzania. Ndiyo. Kwa ujumla, na kwenye klabu ya Simba ukiwa unashikilia rekodi hiyo ya hat-trick, lakini pia na mafanikio yako ndani ya Simba. Nataka kwa faida ya mtazamaji uanze kutukumbusha namna ambavyo mlifika nusu finali ya klabu bingwa Afrika mwaka 74. Tulifika nusu finali na kweli kama ulivyosema tulitolewa na Mehara Yakuba, lakini ilikuwa tukicheza, mimi nakumbuka tunapambana kuanza kupata ushindi vizuri tukiwa nyumbani. Then tukaenda kucheza mechi ya marudiano, inasaidia maki hata ukionewa ukipana. Wakati huo Waarabu walikuwa kituonea sana, sisi tulikuwa hatuna akili nao, kwa hiyo tulikuwa tukipata tabu. Lakini tukiwa nyumbani tunafanya vizuri sana. Tukienda nje mtu anakufunga moja, hawezi kukufunga kama si nyumbani kwa tunapata karibu goli 3 kila tukicheza, si chini ya goli 3, 2-3 mpaka tukafikia hatua hiyo ambayo ilitufikisha. Na safari yenu kwa ujumla, kutoka hatua za awali mlipofika kwenye hatua robo finali, watu waliamini kwamba hapa ndo mwisho wa safari ya Simba kutana na timu kutoka Ghana, kwa sababu miaka kadhaa iliyotangulia wapinzani wenu Yanga walikwamia mbele ya timu ya Ghana Asante Kotoko. Ndiyo. Lakini katika mastaajabu ya wengi mlivuka kile kikwazo. Hebu tueleze nyinyi, baada ya kupata fikisa kwamba sasa tunakwenda kucheza na Accra Hearts of Oak, mlipokeaje ratiba na mlichukulia kwa uzito upi ile mechi, na mliona kwa kiwango kipi nafasi ya nyinyi kufuzu? Unajua zamani ilikuwa watu tunajitambua, wachezaji wenyewe tunajitambua, na utaona wakati ule ilikuwa wachezaji wengi wote ni wazawa, si hatuna wachezaji kutoka nje. Kama kutoka nje atakuwa mmoja. Sasa
Wachezaji sisi tunatambulika sana, tunatambulika maana ukiwepo nyumbani, kwa ukipita unajua Kibadeni ule, wanamjua babako, wanamjua mkeo, wanajua watoto wako. Kwa hiyo wachezaji wenyewe ilikuwa tunahakisha kila mmoja anafanya vizuri. Kwanza kwa heshima ya nchi, alafu pili na wewe mwenyewe upate watu kukuheshimu au watu kukupenda. Na kwa kweli ilikuwa mtu ukipita njiani watu wanashangaa na furahikia, mtu watoto wanafurahikia. Kwa hiyo ilikuwa tunajitambua katika hilo, na lengo ilikuwa sio tufikie hapo, ilikuwa lengo tufike mpaka kwenye finali tuchukue kikombe, lakini ikashindikana, tukatolewa kwenye hiyo robo finali. Yeah. Mlishinda magoli 2-1 dhidi ya Accra Hearts of Oak mkiwa pale ugenini, lakini kuna kwa waandishi ambao walikwenda na timu kule walitupa taarifa kwamba baada ya nyinyi kuwasili Wagana waliosema kwamba Simba imekuja na watoto. School boys. Yeah, watuita watoto. Watoto wa shule. Yeah, ile mlipokeaje? Kwa kweli tulisema ngoja tuwaonyeshe utoto wetu ukoje. Na kila mmoja, unajua wakati ule ilikuwa tunataka kila mmoja anataka heshima. Walikuwa wanajitahidi kufanya vizuri. Ukiwa striker utataka ufunge, ukiwa goalkeeper ataka asifungwe. Kwa hiyo tulikuwa tunapambana sana hasa kwa ajili ya kutaka hizo heshima. Maana wakati ule ilikuwa si mapesa kama wenzetu wanapata sasa hivi. Ilikuwa mtu ukipita tu anakutambua. Unaweza mtu akakupa lift ya gari, mtu anaweza akakupa gari yake, malizia shughuli zako hapo akakupa. Kwa hiyo kila mmoja alikuwa ni rahisi kupambana naye. Na tukimwona mwenzetu atatuharibia, tunampenda, anacheza vizuri. Lakini tabia yake labda sio nzuri, anakunywa pombe au anatoroka kambini, sisi wenyewe wachezaji tunagombana naye kwamba unataka kutuharibia. Kwa hiyo ilikuwa tuna uwezo wa kuambizana, unampitia mwenzetu, tunajua yule hayupo sasa nyumbani, nyumbani kwake, tukienda hayupo tunamtafuta, tukimkuta tunapambana naye, tunataka atusaidie kwenye kucheza. Sawa, kuna swali nitakuuliza, lakini kwanza kuna salamu hizi nisije nikasahau. Ndio. Anakusalimia Mikdadi Mahmud. Ndio. Na amepatanisha na ujumbe asema msalimie King Kiba ni Mputa, na mkumbuka sana alipokuwa meneja wa uwanja wa Majimaji, aliheshimika sana enzi hizo. Sawa sawa. Brother Miki anakusalimia. Lakini pia Masud Sanani. Sawa. Anakusabahi pia. Sawa. Akiwa Zanzibar, Unguja. Sawa. Wote hawa ni wastaafu kwa sasa hivi. Sawa sawa. Wanakula mafao yao sasa hivi. Sawa sawa. Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa afya njema. Amin. Na maisha marefu wazee wetu hawa akiwa tayari ni wastaafu, nasi tunaelekea huko. Sawa, au sio? Asante sana Masud Sanani na brother Mikdadi Jumanne. Nimezipokea bwana salamu zao. Lakini pia kuna ujumbe wa Thweni nimekupa Ndio. Wa Thweni nimekupa ameona sawa sawa. Mchezaji wako Mustafa Hoza anakusalimia. Na naona hapa pia refari wa kimataifa wa zamani anaandika, ashamaliza kuandika, najua ni salamu tu. Nasoro Hamdun anasema kaka nipo nanyi, heshima kwenu wote. Watu wamefurahi kukuona mzee Kibadeni. Ngoja nyota yako inang'ara mzee. Namshukuru Mungu sana bwana. Unajua mambo ibada ukisimamia sawa sawa unakwenda vizuri, wala hamna tabu. Sawa sawa. Ni kweli kabisa. Ibada ni ufunguo wa kheri zote. Sawa kabisa. Sawa sawa. Na Aziz Salum Babakresa Group anasema yeye anakufuatilia kupitia Azam Max sasa hivi akiwa kwenye pilika zake za kazi. Anasema anamfuatilia mchezaji na kocha wetu wa zamani Simba. Shukrani kabisa. Sasa Aziz kafungua kodi. Aziz ni Simba sana tena sana. Sawa. King Kiba umetueleza namna ambavyo mlipokewa kule, wakaona nyinyi kama ni watoto wadogo. Lakini mliwezaje kwenda kugeuza upepo pale uwanjani na mkapata magoli 2? Tena mimi nakumbuka nifunga goli la pili. Na wale watu walitudharau kama vile walivyosema watoto wa shule na nini, lakini sisi wenyewe tulikuwa tunajitambua. Sasa na tulikuwa na kawaida, tunapambana wenyewe kwa wenyewe kwanza kabla ya kucheza, tunaambizana. Tukimwona mtu anatufanyia tatizo ambalo kwamba asicheze vizuri vile inavyotakiwa, sisi tunagombana naye. Kwa hiyo ilikuwa tunashikana kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri. Lengo ilikuwa kufikia mwisho na kuweza kuchukua kikombe. Lakini mtu tukimwona mchezaji mwenzio anafanya kitu si sahihi, tunamwambia ukweli. Sawa sawa.
Mechi ya maugenini mlishinda 2-1. Ndio. Hapa nyumbani mlitoa draw, kwamba mlipanga mpango maalumu wa kwenda kulinda ushindi wenu, ama mliingia kwa ajili ya kutafuta ushindi isipokuwa tu wapinzani waliozoea kushinda? Ilikuwaje? Tuliingia kwa kutafuta kushinda, na hasa unajua watu wanafikiria kwamba mkijazana nyuma wote kuja kulinda mnafanikiwa, kumbe si sahihi. Usahihi wake ni kushambulia. Hata ukiona wale wanaopigana ngumi, yule anayepelekwa kinyume nyume, basi anayerudi nyuma kwa wakati anashambuliwa sana kuliko huyu anayemfuata. Kwa hiyo adui yako lazima umfuate, ila tu kuwe na mipango sahihi. Na kama mwalimu na kawaida mwalimu lazima azungumze anataka mcheze vipi, kila mmoja anakupa jukumu lako la kufanya. Sasa ukifanya inavyotakiwa, tatizo linakuwa kuna. Sasa ukienda ukifanya kinyume na ulichoelekezwa, tatizo linakuja. Kwa hiyo tulikuwa tunapambana hasa kwa kutaka kupata heshima ya nchi na kupata heshima ya klabu na kupata heshima wewe mwenyewe. Nakumbuka kocha alikuwa ni Paul West Guiva wakati mnapata mafanikio haya. Alikuwa anasaidiwa na nani? Alikuwa akisaidiwa na mchezaji mwenzetu sio wa zamani, sikumbuki nani. Lakini ama sivyo alikuwa na Mansur Magram. Kulikuwa na Mansur alikuwepo baada ya 77, yani kuanzia 77 ndo Mansur wakati huo Mansur kwa bado kulikuwa na kocha kutoka China si. Sawa. Na unaweza kwa bado unakumbuka kikosi chenu ambacho kilicheza hizi mechi za robo finali, nusu finali, kabla hatuja kwenda kwenye mechi yenyewe ya nusu finali ilikuwaje? Kikosi kamili siwezi kukumbuka kwa sasa hivi. Marehemu Asman Musasa golini, namba 2 Shaban Baraza, na huku Mohamed Kajole, namba 3 Mohamed Kajole Machela, namba 4 ama Lo Mwitu ama Chogo ama Mohamed Bakari Tol, katika wote Juma Kalomba, Hamisi Askari. Sawa. Nani walikeza nani? Wote nilotaja walikuwa katika kucheza center back katika. Khalid Abedi namba 6, namba 8 Haidari. Namba 8 Haidari Abedi. 9 Damsabu, 10 Kibadeni, 11 Dilunga, namba 7 Mwile Mwaijibe. Gumbo alikuwepo kwenye hiyo timu. Gumbo alikuwa anapokezana na Khalid. Alikuwa na Khalid wanapokezana. Yani Gumbo alikuwa ni Muzamil type. Yani ni kiungo, yani Muzamil unamjua? Sio hodari sana wa kucheza kama tofauti. Yani mchafuzi wa. Ukisema hivyo unajua anasema kiungo mvurugaji. Kwa hiyo mechi kisha kwa labda ndo naingia hapa enda kuweka mpira uchezwe vile, pasi nyingi, Khalid Abedi awepo na Haidari. Yeye anavuruga kiungo mvurugaji, lakini akiwa Gumbo anakata tu kama nini. Sawa, lakini Kikwa pia alikuwa anakaa benchi, alikuwa anaingia anasubiri wingi na katika wingi ya kushoto Martin Kikwa. Hiyo Simba matata sana. Mtangazaji wao alikuwa marehemu Salim Sefu Nkamba. Usani Mikdadi Mahmud kaandika. Sawa amekumbusha. Hiyo Simba ilikuwa raha sana. Mwenyezi Mungu awapumzishe kwa amani. Kajole, Mambo, Kikwa, Wile, Dilunga, Chogo, Kalomba, si ndio? Adamu Sabu ndio. Wengi wametangulia mbele ya haki. Sawa. Mna waliobaki ambao unawasiliana nao ni wewe mwenyewe, Mohamed Bakari Tol, Baraza, Khalid na Haidari, wote wapo sawa. Mechi ya Nasadi yupo Iringa, Alhaji. Mwenyezi Mungu afanye mema na maisha. Mechi ya nusu finali mnacheza na Mehal Al-Kubra, timu za kaskazini mwa Afrika. Tishio kabisa hizi timu, Abdallah Kibaden. Mmeshakitoa kigogo kimoja cha Afrika, Accra Hearts of Oak, mnaitoa Waarabu. Mliipokeaje ile ratiba? Kwa kweli tulikuwa sisi wenyewe tunapeana majukumu hasa katika kucheza. Kila mmoja atekeleze wajibu wake sawa sawa. Tukiona mtu analegalega hivi nini, basi tunaweza tukagombana naye. Wala kocha alikuwa hapati tabu. Sisi wenyewe tukiwa ndani tunaambizana vizuri, na walitufunga, nafikiri tulitoka kwenye penalty 5-5. Hapa mlishinda goli moja bila. Kula nako akatufunga goli moja, alafu
tukapigana penalty. Mimi mwenyewe nakumbuka nilikosa penalty yangu. Ulikosa ya 3. Ulikuwa hodari kwenye kupiga penalty wewe? Sana tena. Ndio. Lakini sio makosa. Lakini hiyo nilikosa. Basi unajua ilikuwa watu wale mashabiki wao wanaingia mpaka uwanjani kwenye goli lile. Wamelizunguka ile goli unapiga. Sasa huko wanasoma Qurani, Allahu Akbar, usijue wengine wanasali. Basi ikawa tabu moja kwa moja. Kuatia hofu. Kwa hiyo zile kelele zikipigwa, mimi nilipopiga ukaenda nje. Nafikiri na Mariam Kajoli walipiga, tukapiga nje. Ulikosa wewe na Kajole? Na. Nyinyi mlipata penalty moja tu hata hivyo. Tulofunga. Mlifunga moja tu. Wao walifunga 3, wao yeye mkafunga moja. Sawa kabisa. King Kiba Deni, tukitoka hapo kwenye mafanikio ya klabu bingwa Afrika mwaka 74, ukiwa kocha pia mwaka 93 Simba ikafika finali ya kombe la Kafu. Wewe ndio ulikuwa kocha na ulikuwa unasaidiana na Etienne Eshete kutoka Somalia. Ethiopia. Ndio. Haya, ile safari yenu na sile mafanikio yenu mwaka 93, mchezaji mmoja tu wa kigeni alikuwepo, na sina hakika ni mgeni wakati huo, Damian Kimti, si ndio? Kimti alikuwa peke yake. Na alikuwa mgeni yule, baadaye alikuja Raila. Lakini wakati huo alikuwa ni ametoka Burundi. Sawa kabisa. Sile mafanikio yenu mwaka ule? Unajua kwanza tulikuwa na kiongozi wetu Azim Deuji. Alitupa motisha ya kutosha. Alisema kila mmoja akishinda atapata gari Kia. Kwa hiyo tangu tunaanza mashindano ikawa tunahakikisha kwamba tukipata Kia hapa kila mtu na lake, basi mambo mengine yatakuwa yamekuwa mepesi kwetu. Lakini kwamba tulipocheza na nyingine nakumbuka kwamba mechi zile ilikuwa kambi yetu sisi tunaweka Zanzibar. Sio Kunduchi, mnakaa Kunduchi, lakini sasa katika kwenye kucheza tunaenda zetu Zanzibar. Tukitoka Zanzibar tunakuja kucheza moja tena ndege, tunakuja na ndege tunacheza afu tunarudi zetu majumbani. Sasa kikubwa na mimi kilinifurahisha kwamba tulipata support ya kutosha sana Zanzibar kule. Watu walikuwa wanatushangilia tukienda kuweka kambi yetu siku moja siku mbili. Sasa utakuta kwamba wakati mwingine tunakwenda kusali nafikiri msikitini kwenye sala ya Ijumaa, basi imamu anaomba dua kuiombea Simba kwenye sala ya Ijumaa. Tazama vitu kama hivi kwamba katika dua kuiombea nchi kuwe na amani na nini, asahau kuingiza Simba nayo ipate ushindi katika mechi zake. Kwa hiyo ilitusaidia sana mpaka tukafika mwisho. Unakumbuka ni msikiti gani ulikuwa? Na sikumbuki, lakini msikiti kwa mingi sana. Basi kama kuna mtu yeyote wa Unguja wa rika letu anakumbuka Simba walikuwa wakienda kusali msikiti gani na walikuwa wakiombea dua, na hata kama anamkumbuka huyo shekhe pia alikuwa akiombea dua Simba, atuandikie ujumbe. Najua ndugu zangu wengi kisiwani huko mnatufuatilia, hususan wakati huu wa michuano ya kombe la Muungano, nataka kujua kama yaliojiri huko. Sawa, King Kiba Deni, tumeona Simba ambayo imefika nusu finali ya klabu bingwa Afrika walivyoelezea, na hii ambayo ilifika finali kombe la Kafu. Mlianza vyema mechi ya finali ya ugenini kwa kutoa draw, mkaja mkafungwa nyumbani, na kwa ambavyo mlifanikiwa kwenda finali mkiitoa timu kutoka kusini mwa Afrika, Angola, Atletico Sports Aviacao. Ilikuwa timu hatari sana wakati, lakini mlifunga magoli 3 na mkaitupa nje. Watu waliamini kabisa kwamba mngeweza kuifunga timu kutoka Ivory Coast na kutoa kombe. Matayarisho, miti ilipandwa, yani nchi ilijiandaa si kwa ajili ya finali, nchi ilijiandaa kwa ajili ya kupokea kombe la Kafu. Ikawa vinginevyo. Unajua tatizo kubwa au kwetu ilikuwa wepesi ni kwamba wachezaji wenyewe tunajuana, na unamjua mchezaji mpaka anapokaa wapi, unamjua labda babake, unamjua ndugu zake. Kwa hiyo ilikuwa tunaambizana kwamba kila mmoja hakikishe kwamba kwanza ilikuwa lengo tufikie finali tuchukue kikombe. Ikishindikana hapo basi tutakapoweza kufikia tutashukuru. Sasa ilikuwa ni wepesi sana watu kuona kwamba wanafanya kile ambacho kinatakiwa kufanya, na uongozi ulikuwa makini sana. Hakuna kitu ambacho utakaa labda leo hatuna kiatu, simala huyu huna jezi, mwingine hana kitu gani, vitu hivi vyote ilikuwa hakuna. Ilikuwa kila kitu tunaandaliwa vizuri, tunakipata, na kama kushindwa au kupoteza basi inakuwa ni swala la bahati mbaya. Na kuna sehemu zingine unaweza kuona kwamba mnakosa mtu goli, unakosa kwa wazi kabisa, lakini pengine ule ugumu wa mechi yenyewe inakufanya mtu unaweza mpaka ukalaumu kwamba yule kwa nini kakosa goli pale.
Kwa hiyo utakuta kwamba lazima kwanza watu wajitambue wenyewe, wale wachezaji wenyewe wataka kujitambua. Kama hiyo mechi tunakwenda kucheza leo, tunakwenda kucheza, kwa hiyo ni lazima wachezaji waambiwe vya kutosha na sawa. Umegusia mechi ya leo, mazingira yanayofanana, timu zile za kusini mwa Afrika zinatikilia tiketi ya Simba kwenda fainali. Mwaka 93 ilikuwa timu kutoka Angola, safari ni timu kutoka South Africa. Uliona mechi ya kwanza Simba anashinda goli 1-0 Zanzibar. Leo wako South Africa wanawania kulinda ushindi wa nyumbani. Unaona nafasi ya Simba kwenda fainali kwa kiwango kipi? Nafasi Simba wanayo, lakini kubwa ndio ninachosema kwamba sijui mimi, kwa kuwa tuko mbali, wanaambiwa nini na nani anawaambia wale wachezaji. Unajua wachezaji wengine wanakuwa watukutu, hawezi kuelewa unachomwambia kitu gani. Anaweza kuweka ubinafsi katika kucheza, labda anataka kitu afanye. Lakini sasa ninachotaka kusema ni kwamba Simba wako vizuri, na inshallah ilobakia kwanza sisi wenyewe tuwaombee wale kuwepo. Na kama nilivyokuambia, tulikuwa Zanzibar tukiombewa mpaka kwenye sala ya Ijumaa. Imamu sio kwamba yeye Simba au nini, lakini kwa kuona umuhimu wa mechi. Kwa hiyo Watanzania tuwaombee, ingawa pengine yeye sio Simba. Kwa hiyo dua zetu zinaweza zikawasaidia yale kule ambao watakavyoweza kwenda kufanya. Na kikubwa zaidi ni walokuwepo kule, kama watakuwa nao wanasikia, basi waambiwe wachezaji nini kinatakiwa. Tanzania tunahitaji kitu gani hasa wana Simba, na kama nchi tunataka ili kombe safari hii tupite, tuingie kwenye fainali, tuweze kuchukua kwa mara kwanza Simba kuliko mtu mwingine kwanza kuchukua. Sawa King Kiba. Message nyingi zinaandikwa. Ndizi Shomari anauliza swali gumu kweli kweli. Bin Zuberi, umehitaja Atletico Aviacao ya Angola, vipi Kibanyeni anaweza kuwakumbuka wachezaji wa Aviacao ikiongozwa na kipao Kankavemba? Sasa Kibanyeni kuwakumbuka ni gumu sana. Tutakutafutia siku maalum tukukumbushe. Ameandika Momo Guides anasema asalamu alaykum, mimi Mohamed Swedi wa Arusha, namtakia afya njema mzee Kibadeni, tunashukuru sana. Lakini pia ameandika Saidi Njuki anasema asalamu alaykum King Kiba, hongera sana, kuna legacy kubwa umeweka katika taifa letu. Nakumbuka ni mchezaji gani mwingine aliacha legacy kubwa wa enzi zako kitaifa kama wewe? Saidi Njuki anauliza mchezaji gani mwingine ambaye wewe unaona ameacha legacy kubwa kama wewe hapa Tanzania? Sande Manara. Na mwishajibiwa. Bizberi muulize Kibadeni anaikumbuka hoteli alokaa huko Zanzibar. Walikuwa mnyisi kama mnakaa Bwawani. Bwawani kwa Payanga. Hapana, sio Bwawani. Kuna hoteli lakini sikumbuki hoteli gani. Sawa. Kocha Kocha Madevu Morogoro, kaka na wasalimia wote. Maneno wanayoongea King Kibadeni kama wachezaji wetu wangekuwa wanayasikia, wangejifunza kitu kupitia kwa King na wenzake walivyokuwa wanajitambua na kuwa na mshirikiano mzuri na kuwa na uchungu na timu. Hongereni sana kwa kweli, asante. Bin Zuberi, msalimie King Kibadeni huyo na Sande Manara, ni wachezaji hawatasaulika. Daniel Marunda wa Arusha Karatu. Na wasalimia hapo studio, muulize Kibadeni ana mtoto anayecheza ligi kuu, Dani wa Manyara. Bwana, mtoto anacheza ligi kuu ama amewahi kucheza ligi kuu? Hapa mimi na mtoto wangu, lakini yuko Uingereza anafundisha. Anafundisha. Ni coach ya. Ni coach wa timu gani? Ya Chelsea ya watoto vijana. Chelsea watoto. Yeah. Mwanao kumbe ni coach wa Chelsea youth. Watoto yuko Uingereza. Hii habari bwana, hii habari. Najua watu wameshajua. Anaitwa nani huyo? Asim Abdalla Kibadeni. Asim Abdalla. Ni Hasim jina la Asim. Asim Asim. Asim. Aha. Asim Abdalla Kibadeni Mputa. Aha. Mamake yuko wapi? Yuko hapa, yuko kule? Mamake yuko hapa. Yuko hapa. Hongereni sana bwana. Inshallah. Ni katika ule ukoo wa hapana, huyu niliolia Zanzibar. Kwa mke wangapi? Si wake wawili, kwani Waislamu wanakaa wane, mimi nao wawili. Kuna sengiona kwa mkali. Mbona wewe babu kumbe mkali kidogo. Babu tuseme karibu na wajukuu utawapiga sana. Sawa. Bin Zuberi, msalimie sana mwamba huyo King Kibadeni, maisha marefu kwake. Benito Magoyo wa Airwing. Sawa bwana lakini pia Bin Zuberi, msalimie mzee wa Atriki, mimi Saidi Ngwale wa Arusha. Saidi Ngwale, na jana walikuwa wananiambia sijui nini message zako. Niko Demas Mzolandili, rafiki yangu mwenyewe huyu kutoka kule Mtwara, anasema msalimie sana baba yangu Kibadeni, mwambie Mtwara tupo vizuri. Niko Demas Mzolandili, tulikuwa wote Sinza. Unamjua Niko Mzolandili? Sawa kabisa. Ndugu yake na yule Rajab Masale. Sawa. Anasema yuko sasa hivi watu wa vitengo hao.
Babu Idi ameniandikia message, anajibu swali letu Simba ilikuwa nakaa wapi. Anasema hoteli ni High Hill, ipo karibu na Kilimani Bar na Migombani. High Hill ndo ilikuwa hoteli ya Simba. Asante Babu Idi wa Zanzibar. Rafiki yake sana Ilius Kambili huyu. Ili gazeti nani kaandika? Sasa hivi nitarudi baadaye. Naam. Kibadeni ni nani? Alikuwa ana muonekano upi wakati akiwa anacheza na wakati akiwa kocha? Huu ni wasaa wa kutazama picha hapa za kumbukumbu ya King Kibadeni kabla ya kuagana kwenye awamu hii ya kwanza. Picha ya kwanza, King Kibadeni mputa akiwa na mpira wake. Hiyo ni siku ambayo amepiga hat-trick kwenye mechi ya Simba na Yanga. Hapana. Sawa, vizuri sana. Sasa hii picha imebandana hivi. Hamna namna ya kujiongeza hata vile aonekane vizuri. Anaonekana kama vile wale moro wale. Sawa. King Kibadeni hapo unapokea kombe. Na anayekabidhi naona kama ni hii picha hapa, huyu ni nani anakabidhi? Unaona hiyo picha? Unakumbuka? Alikuwa mkuu wa mkoa. Umesahau? Lakini naikumbuka picha. Ila yule alonipa si ilikuwa kombe la nini hilo? Hii ilikuwa ligi. Ligi mwaka 70 na ngapi? Sabina saba? Sio 76 au 77. Okay, sawa sawa. Na hapo nimepewa usinga, nimeushika huo. Usinga huo. Usinga unajua maana yake, vijana wajui. Shujaa. Sawa sawa. Nyingine twende tutazame 76 77. Haya, hapo upo kwenye bench namuona Anthony Sheta, kina muona Dr. Msema kweli. Hiyo ndio 93. Finali ya kombe la CAF. Lakini hapo mechi za kawaida bado. Mechi za mchujo. Na huyu marehemu daktari wetu. Marehemu Msema kweli namfahamu. Ametumika Simba kwa muda. Alikuwa rafiki yangu sana. Mwenyezi Mungu aendelee kumpumzisha kwa amani. Dr. Msema kweli. Na alikuwa msema kweli kweli. Sawa. Nyingine? Hapo naona hapo na tulikuwa Kibaha hapo na International kwenye kambi hiyo kabla tujaenda kwenye ndo kambi yetu ilikuwa Kibaha hapo. Sasa hizi tracksuit nazikumbuka hizi. Tumevaa sana hizi kuchikuchi. Ilikuwa kama una hizi. Sawa, International Kibaha hapo tu. Ilikuwa na tumbi. Sehemu ya chakula ya tumbi pale. Sawa. Haya, nyingine. Hiyo ni Simba Sports Club na hapa ni Ilala Stadium, Karume hapo hawa Simba kweli hawa ndo hii Sunderland. Hiyo Simba. Gumbo alikuwa hajavaa jezi, ilikuwaje siku hiyo? Nani? Unaona Gumbo huyu hapa? Au muone? Hapo sio. Bale Gumbo huyu hapa. Akucheza. Ndio naomba anaweza kucheza Gumbo au akacheza Khalid yuko. Khalid enzi zake hapo. Yuko chini hapo. Hii Simba bwana ilikuwa matata sana hii bwana. Lakini pamoja na wote ndio ilifungwa na Yanga Inyamagana goli 2-1. Sawa. Na ikafungwa na Zanzibar pia mfululizo. Umeona mambo? Marehemu Juma Mzee hapo. Huyu hapa wa kwanza kule. Huko alosimama kushoto. Yule kule kushoto. Sawa. Yule hakucheza. Hii Simba dume kweli. Nyingine? Sasa hii ndo ambayo ilifunga Yanga goli 6, sio? Hii ndo timu ambayo ilifunga Yanga exactly the same team. Sawa. Sasa kwa wewe ambaye hujui, wale walioifunga Yanga goli 6 ndo hawa wanaume 11. Huyu anaitwa Athmani Mambo sasa. Sadaka? Sawa kabisa. Abdallah Kibadeni. Sawa. Yule mwenye mkuu nani? Abdallah mwenye mkuu. Ismail Mwarabu hapo katikati. Huyu. Usio Ezekiel. Ismail Mwarabu, Ezekiel hapo. Alafu Daudi Salum, Mohamed Bakari Tolo. Gumbo kushoto hapo. Huyu nani yule manguvu mengi nani? Huyo Mahadhi hapo. Alicheza mbele hiyo. Mahadhi Simba na Yanga alicheza mbele? Basi sio Simba na Yanga. Lakini huyo Mahadhi. Hii sio Simba sababu Ezekiel huyu hapo. Hii sio ilifunga Yanga goli 6. Ezekiel George Kulagwa. Sawa. Sio hii. Lakini most of the team wachezaji walikuwepo. Hata nani? Unaona hiyo Mahadhi alicheza mbele. Omar Mahadhi alicheza mbele. Mambo sasa kakaa golini. What a picture. Mrefu yupi sasa? Baki kuna mrefu wa kwanza na wapi? Kule Mambo sasa. Huyu Bakari Tolo. Huyu anaitwa Mohamed Bakari Tolo. Huyu hapa Athmani Mambo sasa. Ngoja tuwajibie vijana. Huyu ndo kwa mujibu wa takwimu zote the best goalkeeper ever in Tanzania history. Huyu hapa. Sawa?
Alafu yule kule mrefu ni Mohamed Bakari Tol, mjomba wake Bakari Malima Jembe Ulaya. Yaani yule na mama yake Bakari Malima wanazaliwa tumbo moja, baba mmoja. Mwingine nani unamuulizia? Haya, sawa. King Kibaden, tuangalie jingine, tukimbie hapo. Safi sana hii Simba bwana hii. Na hizi jezi ndo za 74 hizi. 74. Jezi za Barca hizi. Captain Haidari. Huyu nyuma El Mamri pale namuona marehemu El Mamri. Nyuma mgeni. Kina Chogo. Marehemu wengi sana. Tena nyingine? Tumemaliza na hiyo imekaa mstatili. Kuna nyingine? Au zimekwisha? Sasa hii picha hii aliyeshika maiki kwa faida ya safu zangu za MTV. Aliyeshika maiki ni Danstan Tido Muhando. Anayehojiwa ni almarhum Bakari Mwilima. Sawa alikuwa ni katibu wa Simba. Na hii Simba ndo anarejea. Nafikiri ndo mtoka Ghana. Ndio. Hapa King Kibaden. Huyu alikuwa yule nani yule Muchacho. Muchacho yule mzee enza ujana wake alikuwa hivi. Yule mchacho mzee huyu hapa enza alikuwa afro nini. Tena ndio alikuwa alikuwa meneja wa timu. Alikuwa meneja wa timu. Huyu anasema sasa hivi bado mdogo wa mtu. Mzee Mwilima Tido Muhando. Katika ubora wake kijana kabisa na bonge la afro. Amempa mtu kitonge anaporomoka maneno. Mzee Tido, Mwenyezi Mungu aendelee kupa maisha marefu. Mzee wetu, tuendelee kuchuma hekima na busara na ujuzi pia kutoka kwako. Haya, tumemaliza. King Kibaden, mimi nakushukuru sana kwa kuwa na wewe asubuhi hii ya leo. Ndiyo. Na in fact muda mrefu sijakuona. Lakini sikuachi hivi hivi. Ndio. Sawa bwana? Ndio. Nataka utufanyie dua maalum ya kuiombea Simba yetu kwa maana ya Watanzania. Ndio. Simba yetu kwa maana ya Watanzania. Simba ambayo imepewa ndege na fedha za malazi na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ikafanye kazi ya kitaifa kule Afrika Kusini. Ndio. Sawa? Sawa. Inshallah. Al-Fatiha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amana rasulu bima unzila ila bil mu'minin. Qul amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin rusulim. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما كسبت ولا ما كسبت. ربنا لا تخذنا إن نسينا وخطأنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب إلينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه من فضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Shukrani Alhaji. Amin. Alhaji Abdallah Saif, naamini dua yako imefika. Na inshallah kesho Jumatatu tutawapokea Simba wakiwa na tiketi ya finali. Inshallah. Naam, Mahmud bin Zubedo jina langu, ni kipindi ni Sports AMC. Kama nakuaga nakwambia yanaye kwa ajili ya awamu nyingine.